Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kwanza TARURA inawapongeza halmashauri chini ya uongozi wako kwa ukusanyaji mkubwa wa mapato, ambapo kama taarifa inavyojieleza mmeshavuka lengo ambalo mlikuwa mmejiwekea. Lakini pia pongezi hizi pia zinatokana na juhudi, lakini pia na ushirikiano. Mpaka sasa TARURA tuna taarifa rasmi kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya kwamba katika bajeti ile sawasawa na sheria inavyoongoza mmeshaanza kutenga fedha kwa ajili ya sisi TARURA kufanyia matengenezo ya barabara zetu. TARURA inawashukuru na inawapongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taarifa yetu kuna eneo ambalo tumeongeza miradi miwili katika kipindi cha robo hii ya tatu, na ni miradi ya dharura, kwa maana miradi ya haraka. Hii ni kutokana na uharibifu unaotokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika halmashauri yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliomba fedha mbalimbali na katika kipindi hichi serikali imetupa idhini ya kuingia mikataba ya shilingi milioni 402 katika barabara ya Langilo pamoja na barabara ya Longa Kipololo ambapo zilipata uharibifu. Aidha, kuna miradi ya chini ya ufadhili wa World Bank kama Mheshimiwa Rais ambao alikuwa ametoa taarifa, mchakato unaendelea. Changamoto ambayo tumeipata Mheshimiwa Mwenyekiti ni wakandarasi wengi kwamba wamesema kwamba hawana fedha kwa sasa. Lakini kwa taarifa ya juzi tumeshaanza kupata wakandarasi ambao tunaamini mwezi ujao wa 5 wataanza kufanya matengenezo maeneo hayo ambayo yametengewa fedha. Kwa maana mwaka wa fedha 23/24 tulitolea taarifa serikalini na tukaambiwa kwamba kupitia zile fedha ambazo tumetoka kutoa taarifa hapo kwa Mheshimiwa Mwenyekiti za mfuko wa Benki ya Dunia ambazo Mheshimiwa Rais alikuwa ametuahidi, mradi huu ulikuwa umepitishwa. TARURA makao makuu ilipata mkandarasi, lakini wakati wa kukamilisha mkataba mkandarasi aliandika barua ya kwamba hana fedha ya kuweza kufanya mradi huu. Kwa ni moja kati ya mradi ambao tunaanza upya taratibu za manunuzi kwa sababu ya hiyo changamoto tuliyoipata. Na kwenye ile taarifa, kwa maana ukurasa wa 42 ambao mheshimiwa amerejea, tulikuwa na madaraja ambayo tunakarabati ndani ya kata yake. Ukiondoa hilo daraja na ukarabati madaraja hayo yamekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna barabara imezunguziwa ya Machimbo Lukalasi. Tulibahatika kupita na mheshimiwa diwani pamoja na mkandarasi ambaye alikuwa anatekeleza mradi wa kiwango cha lami hapa. Changamoto tuliyoipata ni kwamba hatujapata idhini ya fedha kwa 100% katika chanzo cha tozo na katika chanzo cha maendeleo cha matengenezo ya kawaida, ambapo tunaendelea kusubiri serikali. Tukipata tu idhini hiyo tutaingia kwenye matengenezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwenye barabara ya Manimakolo Kiwombi kuna daraja tumelijenga la upana wa mita 10 na mkandarasi anaendelea na mkataba. Kipindi hicho ambacho tulikuwa tunapitia ni cha masika ambacho ni ngumu kupeleka mitambo kwa ajili ya ufikiaji. Tunaamini mwezi wa 5 daraja hili litafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Manimakolo, mkako wa Manimakolo, tulipata taarifa ni kweli kupitia viongozi wa kata kwa maana mheshimiwa diwani, na tulifika pale kabla hata daraja hajazolewa tukatolea taarifa ya kwamba tulikuwa serikali kwamba tujenge daraja la kudumu. Bahati mbaya kupitia fedha za bakaa, yani tumenunua zile fedha ambazo tumeidhinishiwa, tumenunua lakini tumebaki na fedha. Sasa tukaziomba zile fedha tuzitumie kufanyia kazi pale, hatujapata idhini. Lakini pia tumeendelea kuongea na mheshimiwa diwani pamoja na mheshimiwa mbunge na wakilishi wote kwamba watusaidie ili tupate hiyo idhini. Lakini pia nadhani mpaka tarehe 6 mwezi wa 4 mawasiliano yatakuwa yanaendelea. Tunaamini muda wote tutapata idhini na mkandarasi ataingia hapa. Mheshimiwa wako usijalifahamu hiyo sehemu gani, naomba tutachukua kwenda kuangalia pamoja na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna katika kata ya Matili kijiji cha Mkombozi daraja linahitajika. Bahati mbaya majina ambayo yanatumika na waheshimiwa na ambao sisi tunatumia tunatofautiana kidogo. Lakini natambua katika eneo la katika kata Matili katika mwaka uliopita wa fedha tumejenga daraja linalounganisha Liwanga Matili, lakini katika bajeti ya mwaka ujao wa fedha 25/26 tumetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja ya Kilemboni. Sasa sijajua nazungumzia hili au nyingine. Lakini kwa tutawasiliana naye ili kupata uhakika kama ni ombi jipya tutapita pamoja kwenda kulifanyia kuliangalia na kuangalia kitu kinachofanya. Katika barabara Kigoli Ruhuhu
Ile barabara ina urefu wa kilomita 14 Mheshimiwa Mwenyekiti, na tumekwisha anza kuifungua barabara yote kama Mheshimiwa Diwani alivyoeleza. Bahati mbaya au changamoto ya barabara ile ni mchanga kuwa ni mwingi, na katika kupita Mheshimiwa Mwenyekiti pia tulipita pamoja na kamati ya usalama wakati watekeleza majukumu yao, tukapata mapendekezo, na katika mwaka ujao wa fedha barabara hii imetengewa fedha, siwezi kukumbuka fika kamili, lakini zaidi ya milioni 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna daraja la Nguvu Mpya tulipita na Mheshimiwa Diwani, na changamoto ilikuwepo na tuliwasilisha pale pale tulipokuwa naye. Tuna barabara nyingi ambazo zinatoa huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya halmashauri yako. Serikali inahudumia barabara ambazo zimesajiliwa, kwa maana zimesajiliwa kwenye gazeti la serikali ya mwezi Juni mwaka 2021. Hii barabara inayozungumziwa hapa haijasajiliwa, na changamoto tulizieleza pale, lakini tunashukuru Mheshimiwa Diwani eneo lile ameanza kuzitatua changamoto zile, ikiwemo kuitambua korido ya barabara husika. Wakati tunafika tulikuwa tujue hata barabara itapita wapi. Kwa taarifa na kwa mawasiliano yake tumeshakubaliana barabara itapita wapi, na hili tunalichukua kwa ajili ya kwamba tuanze sasa kuliingiza kwenye mipango ya bajeti ya serikali. Hapo awali Mheshimiwa Mwenyekiti tulikuwa tuwezi kwa sababu hata barabara haikuwepo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii barabara za Sara, hii Liula Mwongozi, Liula na Sara kwamba hazipitiki kwa sasa, ni taarifa ambayo tumeipata na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu timu inaendelea kuzunguka, na kwa sasa tunazungukia madaraja yote ya halmashauri yako pamoja na halmashauri ya Mbinga mji. Tutapata taarifa na tutaiwasilisha kwenye baraza lako, lakini pia kwa Mheshimiwa Diwani kuhusu matengenezo ya barabara hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 44 madaraja 6, yale madaraja yameorodheshwa pale yote, na nadhani ameruka katika amerukia mstari wa chini, lakini mstari ile ya juu inataja kila daraja na kitu gani tunaenda kufanya.